Dunia ilikuwa imekuwa mahali pa giza. Watu walikuwa wamemwacha Mungu, wakijaza dunia na vurugu na ubinafsi. Lakini katikati ya kelele zote na uovu, kulikuwa na mtu mmoja ambaye bado alitembea kwa uaminifu na Mungu. Jina lake alikuwa Nuhu. Mungu aliongea na Nuhu na kumwambia kwamba mafuriko yangekuja na kusafisha dunia. Lakini Mungu pia alimpa Nuhu tumaini, mpango wa wokovu. Alimwambia ajenge safina kubwa, meli kubwa vya kutosha kuchukua familia yake na wawili wa kila aina ya wanyama. Kila siku Nuhu alifanya kazi kwa uaminifu, hata wakati wengine walimdhihaki. Kisha anga lilitiwa giza, mvua ilianza kunyesha. Ilinyesha kwa siku 40 na usiku 40. Maji yalipanda juu zaidi ya milima, lakini ndani ya safina Nuhu, familia yake na wanyama walikuwa salama, chini ya ulinzi wa Mungu. Baada ya siku nyingi, mvua iliacha. Maji yalipungua polepole. Nuhu alituma njiwa, naye akarudi na jani jipya la mzeituni, ishara kwamba maisha mapya yalikuwa yakirudi duniani. Walipotoka hatimaye kwenye safina, dunia ilikuwa safi na mpya. Kisha Mungu akaweka upinde wa mvua angani. Ilikuwa ahadi yake kwamba mafuriko hayataharibu tena dunia yote. Hadithi ya safina ya Nuhu si tu kuhusu mafuriko, inahusu uaminifu, wokovu na upendo wa Mungu usioisha.